kwa uhuru ya kujieleza na uhuru ya kufanya expression. Sisi kama idara, kazi yetu ni kulinda haki za binadamu wote, ikiwa pamoja na wanafunzi wetu wakiwa na uhuru ya kujieleza na uhuru ya masomo na uhuru ya kusomeshwa kama wanafunzi wetu. Na hatungependa kabisa kwamba mambo yanayohusikana na masomo ya watoto wetu ielekezwe kwa upande ya kwa mambo ya security ama insecurity, kwa sababu kazi yetu ni kulinda watoto wetu. Uhuru ya watoto wetu kusema lazima ulindwe, na pia wakati tunasomesha watoto wetu lazima tuwapatie nafasi wa kupata masomo ya kila aina bila kusema kwamba tunasurutisha kwa njia moja ama nyingine. Lakini pia tuko na jukumu kama wazazi na kama serikali kuhakikisha masomo yenye inafanyika shuleni sio ile yenye inaleta watoto wetu katikati ya wanasiasa. Kufika kwamba imefika mahali ambapo jiulize kama Mkenya, inawezekanaje kwamba mwanaharakati wa siasa ndio sasa ni mwalimu mkuu mwenye anaandikia wanafunzi mambo ambayo yanasema na anatumia wanafunzi kusema mambo ya kisiasa? Jameni, ni kwa sababu hata kama unadharau serikali kiasi gani ama unadharau shule kiasi gani, tunajua ya kwamba wanafunzi wetu wako na walimu, na ingebidi sisi wanasiasa, wale wote ambao wanafanya siasa, tunawaomba muachie walimu wafanye kazi yao. Tuwache kutumia watoto wetu kufanya siasa. Mpaka imefika wakati ambapo mtu mwenye kabisa tunajua ako mrengo fulani ya kisiasa, yeye ndio mwalimu mkuu ya mambo ya kuendeleza siasa kupitia wanafunzi. Ningeomba kwa heshima ya kwamba tutofautishe mambo yetu ya siasa na mambo ya shule. Wacha walimu waangalie content ambayo wanafunza watoto wetu. Walimu wenyewe wanajua boundaries, wanajua jinsi ya kutumia lugha, wanajua jinsi ya kukosoa serikali na society kupitia lugha ambayo itasaidia wanafunzi wetu wajue hizi ni haki za binadamu ambayo inafaa, hivi ndio nchi lazima iendeshwe. Lakini pia walimu wanajua mipaka ya kiheshima. Lakini ukiachia Secretary General ya ODM ama Secretary General ya UDA ama mwanasiasa wa chama fulani, yeye pia at the same time yeye ni script writer ya kuandikia wanafunzi wetu. Wacha tujiulize kama Wakenya. Saa hizi Mheshimiwa Omar Hassan akitumwa na chama cha UDA ambayo iko katika serikali, ambiwe yeye ndio anaandikia wanafunzi wa Mombasa ati script ya kwenda kupeleka national. Wakenya wangapi watakasirika tukianza kutumia wanafunzi wetu kuendeleza siasa ya UDA? Hata kama UDA ni chama ambayo iko serikali, itatupatia haibu kama Wakenya. Vivyo hivyo siasa za upinzani izitumiwe kuendeleza siasa ya watoto wetu.